Wa rajulun dhakara Allah, na mtu wa mwisho ni mtu aliomtaja Mwenyezi Mungu khalian, kando huko peke yake, fafadhat ainahu, yakabubujisha machozi macho yake mawili. Fafadhat, yakabubujika machozi, ainahu, macho yake mawili. Na nikakaa mtu peke yake akamkumbuka Mwenyezi Mungu na akaitizama hali yake, na akirudi kwa Mwenyezi Mungu anaanzia hapa, mimi hivi kwa mfano kesho ndo naingia kaburini, kesho napigwa sanda baada ya kuoshwa, kisha naswaliwa, natiwa katika kile kitanda, na bebwa la ilaha illa Allah, la ilaha, mimi ndo nimo mle ndani. Alafu naingia kaburini usiku wa kwanza, itakuwaje? Akalia na mfano wa hayo. Sawa, huyu kilio hichi kitalipa. Mwenyezi Mungu anamfunika chini ya kivuli cha himaya yake na karama zake. Na hiyo ndio dhikri ya kweli. Umeelewa? Kumtaja Mwenyezi Mungu hapa maana yake ni hivyo, la ilaha illa Allah. Hivi nilivyo mimi nitaenda kukabiliana na Mungu hivi. Kama siku zote mimi siogopi kufa, najua kufa, lakini ninachoogopa nakutanaje na Mungu. Mungu atanipokeaje? Yaqulu yawma al-qiyamah, atasema katika kiyama, kupendana kwa ajili ya dhati yangu na utukufu wangu, kwa ajili ya jicho langu, kwa ajili ya uungu wangu, kwa ajili ya kuniogopa mimi wakapendana, kwa ajili ya kunipenda mimi kwa ajili ya ufalme wangu walikuwepo huko chini. Sasa tulishakuja huku kwangu, wako wapi wale? Sio kama hawajui, lakini anawaita. Tutakeza ndio pia ile katika hapo. Na watu wataingia peponi kwa ajili ya mahaba tu ya Mungu. Ni baba mahaba tu. Ile mahaba tu binafsi. Na mahaba tu. Tunaangalia ni kuja mahaba tu jilal kwa ajili ya Allah, mahaba kwa ajili ya Mtume, mahaba kwa ajili ya huruma, na kuna mahaba kwa ajili ya kushikamana. Mtu anampenda rafiki yake kwa ajili ya Mungu. Hawa watu kama wanakwenda na swala kidogo ndio na ibada vitatu mapenzi na tawakal. Innal ladhina amanu wa amilu salihati sayajalu lahum rahman wifda. Mtu na mkewe wamependana kwa ajili ya Allah, au kupendana kwa ajili ya kitu chochote. Mtu anampenda mwanamke kwa ajili ya Allah, na bibi anampenda mumewe kwa ajili ya Allah. Baba anawapenda watoto wake kwa ajili ya Allah, watoto wanawapenda wazee wao kwa ajili ya nani? Allah. Kaka anampenda bibi yake kwa ajili ya Allah, mtoto anampenda kakake kwa ajili ya kadhalika. Mapenzi yanakwenda kutubebea. Mapenzi ni kitu kikubwa sana. La tatahaqaqu al-mahabbatu hatta yaqula al-ahadu lil-akhari ya ana. Mapenzi ya kweli hayahakikishiki mpaka uondokane na ile neno mimi. Kama mimi na yeye mimi. Utumie mimi kwa wetu wote wawili. Mapenzi kweli. Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'arufihim kamathalil jasadi al-wahid idha ishtaka minhu udhun tadaa sa'iru jasadi bil humma wa sahar. Mfano wa waumini katika kupendana kwao, fi tawadihim, katika kupendana kwao, wa tarahumihim, na katika kuhurumiana, wa ta'atufihim, na katika kusikitikiana, kama salil jasadil wahid. Umeelewa? Sawa na kiwiliwili kimoja. Kiwiliwili kimoja, kiungo chochote kitakaposhtaki kwa ugonjwa, mwili wote unafanyaje? Unaumwa. Na sisi tunatakiwa tuwe hivyo, tupendane hivyo. Tusipendane kichina china, tunapendana tukiwa na hela zikisha.
Imam Shafi anasema inna ahaka alhaq man kana ma'ak wa man idha raibu zamani sada'ak shattata fiya amraka liyat. Umeelewa? Anasema ndugu yako wa kweli ni yule ambaye kwamba yuko na wewe wakati wote, yuko na wewe wakati wote, hasa wakati wa matatizo. Sawa. Waman idha raibu zamani sada'ak shattata fika amrahu liyajma'ak au shamlahu liyajma'ak, au kama kala Imamu Shafi. Asa ndugu yako wa kweli ni yule ambaye yuko pamoja na wewe, na pale zama zinapokupiga dunia ikakutupa, ujikatakata yeye ili akuunge wewe, ujikatakata yeye so kajitakia mwenyewe, anatoa chake kwa ajili ya kukutengeza wewe, ili wote mwe kitu kimoja, kama alivyotajwa watu wa Madina walladhina tabawwa'u dara wal imana man hajara ilayhim mbele wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasara wa man yuqa shuha nafsihi. Shike hivyo, ukipata muogo pale kwa mama Puja unasema huu si peke yangu, Fadhili kwa Fadhili tumepata bwana kiji muogo hichi, tugawane. So unakula chote peke yako, umemsahau mwenzio. Wewe una Uislamu kitu katika hiyo. Mwenyezi Mungu atujalie katika haya. Tunakwenda aina almutahabuna bijalali, wako wapi wenye kupendana kwa ajili ya dhati yangu na tisho langu. Aliyauma, leo, udhilluhum fi dhilli, nitawafunika wao katika kivuli changu mimi cha himaya. Yauma la dhilla illa dhilli, siku hii ya leo ambayo haina kivuli isipokuwa kivuli changu. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi, na hapa na yule, kwa yule ambaye nafsi yangu ipo katika ufalme wake, la tadkhulul jannata, hamtoingia peponi, hata tuuminu, mpaka muamini, wala tuuminu, na wala hamtoamini, hata tahabu, mpaka mpendane. Musharaka wewe nakupenda na wewe unanipenda. Awala adullukum ala shay'in, je niwafahamisheni jambo, idha fa'altumuhu, mtakapolifanya, tahabbtum, mtapendana. Akasema afshu salama bainakum, enezeni amani, enezeni so tulianeni salama, enezeni afshu salama, ili mpate. Unaona mambo mangapi kataja Mtume kwayo? Matatu au manne. Kinachotakiwa ni kuingia peponi, kinachotakiwa kuingia. Kwa hiyo huwezi ukaingia peponi isipokuwa faje? Uamini. Na huwezi kuamini mpaka ufanyaje? Mpendane. Na hamwezi kupendana isipokuwa mueneze amani. Vitu vitatu ndio vitawapeleka katika pepo. Maana yake kumbe, kwanza kabisa hakikisheni mna amani. Tunaposema amani, 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 hatumaanishi uchawa. Sio uchawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaizungumzia amani hapa. Tena afshu salama, enezeni enezeni amani, hakikisheni kuna amani. Mkieneza amani mtapendana, mkipendana mtaamini, mkiamini mtaingia peponi. Hii hadithi inaanzia hivi kwenda hivi katika mafungu. Tumeelewana? Tunachotaka kuingia wapi? Daraja za kuingia peponi: kwanza amani, pili mapenzi, tatu imani, mwisho pepo. Kwa hiyo tunaposema amani kama viongozi wa dini tumepata humu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, afshu salama. Sawa, enezeni sio tolea nini salama. Assalamu alaikum, hakikisheni amani na kuwemo mjini. Sawa. Wa anhu anin nabii sallallahu alaihi wasallam anna rajulan zara akhan lahu
kwamba mtu mmoja alimzuru ndugu yake fi qaryatin ukhra, katika kitongoji kingine. Fa arsadallahu lahu, umeelewa akampelekea Mwenyezi Mungu mlinzi mtu huyo, ala madrajatihi, katika safari yake, malakan, malaika. Sawa yani fa arsadallahu lahu malakan ala madrajatihi, akampelekea Mwenyezi Mungu mlinzi malaika katika njia yake, katika safari yake. Wa dhakara alhaditha ila qawlihi, na akaitaja hadithi mpaka neno lake, inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, kad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Tushaisoma nyuma hivi. Sawa haya, na kwenda wa anil Bara ibn Azib radhiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala, amesemaje? Fil answari, kuhusiana na answari, wale watu wa Maka, watu wa Madina. Mtume amesema kuhusiana na wao, la yuhibbuhum illa mu'minun, hawapendi maanswari isipokuwa muumini. Yani yoyote unayemwona anayopenda watu wa Madina, ujue huyo ni muumini. Wala yubghidhuhum illa munafiqun, na wala hawachukii watu wa Madina isipokuwa mnafiki. Ukiona mtu anawachukia watu wa Madina asilia, ujue mnafiki huyo. Ahabbahum, ndio man ahabbahum, yoyote mwenye kuwapenda wao, ahabbahu Allah, Mungu naye atafanyaje? Wa man abghadahum, na mwenye kuwachukia, abghadahu Allah, na Mungu atafanyaje? Wa an Muadh radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allahu azza wa jalla, amesema Mwenyezi Mungu halikuwa ametukuka, almutahabbuna fi jalali, watu wenye kupendana katika jalali yangu, lahum manabirum min nuri, watapata membar za nuru, yaghbituhumun nabiyuna, watawaonea wivu manabii wa shuhada na mashahidi. Yani watu waliopendana kwa Mwenyezi Mungu wana daraja ambayo mpaka manabii na mashahidi wataitaka. Yani watapata manabiru, membari za nuru, membar wale wenzetu wamezipataje zile? Za wale walikuwa wanapendana, mapenzi tu. Ndio pale tunaposimama katika mawalidi na mihadhara yetu tupendane, tunamaanisha mambo haya. Sawa? Na siri ya ushindi, wanangu, niwaambie, ni kupendana tu. Mkitaka mshinde katika kitu chochote, pendaneni mapenzi ya kweli. Jione wewe na yule mwenzio ni kitu kimoja. Usikubali apate tabu hata kidogo, na yeye asikubali wewe unapata tabu hata kidogo. Mapenzi ya kweli. Unakaa unaungua mwili wako, kwa nini mwenzangu hayupo darasani? Sawa? Unampigia simu, "Vipi bwana? Unaumwa leo?" Twende hospitali. Namna hiyo, yani mapenzi hayo. Kuna kisa kimoja, nasemekana alikuwa Abu Dhari au nani. Baadaye sana Mtume kisha kufa, kipindi tena wakati wa tabi'in. Kakaa siku moja likapita kundi, vijana wengi wa kisasa. Waliposikia pale yupo yule Abu Dhari, wakaenda pale wakamsalimia, na yeye akawapokea, akawafanyia chakula. Inasemekana chakula aliwekea tende zile akazichanganya, zingine nzima, zingine mbovu mbovu, akazichanganya. Sawa? Haya, kule akaona namna ya mlo wao, kila mtu anachukua nzima, mbovu anamsogezea mwenzie. Akamaliza, akawauliza, mnaenda wapi? Sasa tunaenda huko kupigana jihadi, inshallah Mungu atawasaidia. Nende. Walivyoondoka akamwambia mkewe, wale wanakwenda kupiga jihadi hawarudi hata mmoja. Harudi hata mmoja. Mkewe kamza, kwa nini? Kaambia, nimeona kwenye kula kwao tu. Kwenye kula kwao tu. Ulaji wao ni kwamba kila mmoja anamsogeza mwenziwe katika matatizo. Yeye anajitoa kwenye matatizo. Zile tende si kwa mchanganyiko. Mtu anakula nzima, mbovu anamsogezea. Kwa hiyo na huko anapokwenda itakuwa hivyo. Atakimbia mtu wakati panga la mwenziwe liko kichwani. Kwa hiyo bwana, wakaenda, baada ya muda imekuja habari wamepigwa wote. Akamwambia, sikukwambia?
Umeelewana? Punde likapita kundi lingine, karibuni, mwenda wapi, twenda kadha, akawekea chakula mchanganyiko, tende mbovu na nzima. Tumeelewana? Ikatokea hivyo hivyo, hawa mtu mbovu anajisogezea yeye, nzima anampa mwenziwe. Akamwambia mke, hawa anakwenda kushinda. Vipi? Asema hawa wamekula, wamekula vizuri, na kweli wale walirudi na ushindi. La ilaha illa Allah. Tumeelewana? Chukua kile kisa cha watu wanavuka Furati kupeleka Uislamu kule Constantine. Umefika pahala lazima jeshi lifanyaje? Livuke kwa kuogelea, mkondo mkali sana, na hawakuwa na vyombo. Amiri jeshi akamwambia tuingieni tu, sio kwa ajili ya Allah, twendeni. Wakapana nguo zao, wakaweka mizigo yao vizuri, wakapiga mbizi. Wakati wanayakata maji, katikati ya mkondo mmoja, mzigo wake ikachukuliwa na maji. Akapiga kelele kwa lugha ya Kiarabu, al-ila, jamani, mizigo yangu inaondoka. Wote wakaacha kuogelea, wakatafuta mzigo wa mwenzao, mpaka mmoja huko kando akaupata, hapa. Basi twendeni. Wakati inatokea kitu hicho, kule ngambo ya pili maadui walikuwa nawaona wale wanakuja. Walipoona ile jambo, mkubwa wao akasema, jamani, tukimbieni. Vipi? Anasema hawa, idha kana hadha halu ina'i ahadihim fa kaifa idha qatalna minhum nafsan wahida. Ikiwa hii ndo hali ya mzigo wa mmoja wao, ni vile umepotea, wote wameacha kuja huku kwanza waupate mzigo wa mwenzao. Je, tutakapoje kuichukua nafsi ya mmoja wao itakuwaje? Wale sio watu. Walikimbia. Nyie mnaweza hivi kupambana hivyo? Inshallah ya Kipemba ya kina Muhammad. Inshallah kweli kwamba sasa mnapigania nafasi yenu, mnaipigania tadhamuni yenu, mnapigania wewe bwana sasa. Nini? Tumeelewana? Mwenyezi Mungu atawajalia. Amen. Siri ya ushindi ni kupendana. Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu ruhamau. Hicho tu. Uislamu umekuja mpaka huku kwetu kwa neno la mapenzi tu, walipendana. Umeelewana? Na wote waliitana jina Muhammad. Wanapoingia katika miji, ya Muhammada, ujue mambo yamekucha. Wote wamesahau majina yake, hamna kifurufuru wala kingwendu. Ya Muhammada. Mungu awajalie kila la heri. Mpendane. Maana nasema hayo, narudia leo matatizo yamekuwa makubwa. Hamna watu wasiopendana kama ustadhi. Maustadhi hawapendani. Na ukitaka kujua, watizame hata wanapokutana maulidini tu. Sio sehemu nyingine. Wanakutanishwa maustadhi wapi? Maulidini. Kila mmoja anataka kasida aseme yeye, kila mmoja mawaidha atoe. Kwa nini kapewa mawaidha kila siku yeye tu bwana? Kwa nini ndo nani bwana? Ndio hivyo. Anamkomoa mwezio ili asipate. Kasida zenyewe zieleweki, makelele tu. Kasida moja inaenda kama 6. Kasida zamani sina kama moja tu. Ya Rabbi salli ala nabi man jaana birrisala ta Muhammad wa alihi man kallamatuhu al-ghaza. Mwanzo mwisho hiyo. Aishlaka bil gadar bataburilla. Mtajabata tena. Tumeelewana? Hii kasida sauti moja tu. Miaka 40. Zaidi wewe miaka 40. Zaidi ya miaka 40. Miaka 40 nikakwambia nani? Mimi na miaka karibu 60 nimeikuta hii. Na huko sengine miaka 60 kwenye. Ya Rabba sama nadhira ilaina
سريعا تبرد لي ظما ورحمة الله واسعة. hiyo kumswalia Mtume. Allahu la ilaha illa Allah, hiyo tu mpaka mwisho. Sasa wewe unasema hapo hivi makamu rasti, alafu kila mmoja ajiona fanani mpaka leo. Sheikh Al-Hadi katunga kiamu kati ya sauti haibadilishiki, ukipigwa hiyo wewe unalia. Sawa? Allah, Mungu atujalie turudishe kule Sheikh Mahmudu, Sheikh Nuruddin Hussein katuya alhamdulillahi ala dinil huda wa dinil wafa dini salamat daima dinil mahabbati wa safa. Ajemi, si ndio ajemi hiyo? Aiwe nusura ila kumwegama Mtume Rasul siku ya Kiyama. Yeye hiyo tumepiga sisi zamani, yani unatoka hapa mpaka Mtwara beti hizo, lakini sikiliza sasa vugu yake hiyo ile situongope bwana. Hamna mapenzi Muhammad, hamna mapenzi, ndio maana wanatokea watu wanaaburuza. Sawa bwana. Rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih. Sawa tutaishia hapo leo saa 2:30 hivi. Kesho tutamaliza hicho kipande kidogo, tunaweza tukaunganisha na huo mlango unaofuata. Kesho Ijumaa basi inatosha. Hayo tumalize. Inatosha inshallah. Kusoma kidogo. Amna kidogo tushike wangu. Leo tarehe ngapi? 16 kizungu tarehe 16 mwezi wa 10. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ينفعنا رب فقنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا للكفر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما حلالا دائما وأخلا أتقياء علماء نحظى بالخير ونفى كل شر ربنا أسر لنا كل شرور وأكرنا بالرضا بك العيون واقض عنا ربنا كل ديون تأتينا رسل ونور واغفر أنت كراما والصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق لعلى الوفاء في كتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء بالمصابيح الغرام عالما سري
ربي ربي